Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, ni habari njema kuhusiana na Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa huru. Umoja wa Mataifa waingilia kati, na ni afueni kubwa pia katika chama Chadema, chama upinzani katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu, ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam mtazamaji wangu, siku jana tumeshuhudia Mheshimiwa John Heche ameweza kuachiwa huru, yeye pamoja na viongozi wengine wakuu waliokuwa wameweza kukamatwa kabla ya uchaguzi mkuu. Pia tumeweza kushuhudia kesi yake Nifa katika mwelekeo inayozidi kuelekea hivi sasa. Inaonyesha ya kwamba majaji wameweza kusimama na ukweli na sio mambo yoyote yale ya kisiasa, jambo ambalo ni habari njema kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ambapo mataifa ya kigeni hivi sasa yameweza kutuma ujumbe mzito na kuomba siku kesho, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2025, kesi yake Mheshimiwa Lissu itakapokuwa ikirejelewa kusikilizwa rasmi, Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Mimi hapa kuna sababu hizi 10 ambazo zinazidi kuchangia ama kupendekeza kwa nini Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru kutokana na Umoja wa Mataifa ya Afrika kuingilia kati. Kwanza kabisa, ukiukaji wa haki za binadamu kwa njia moja ama nyingine. Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kukiri na kudai kwamba hakukuwa na nia ya uhaini dhidi ya Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, iwapo ataendelea kushikililiwa kwa kesi ya uhaini, ni jambo ama hakuna siri, bali ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hivyo basi lazima uongozi wa serikali amesaba hivi sasa waweze kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu kwa ajili ya kulinda haki za binadamu. Pia mtazamaji wangu, kuna shinikizo kutoka mashirika ya kitaifa kwa njia moja au nyingine. Mashirika yote hivi sasa yanazidi kuangazia ni kipi kinachoendelea katika Jamhuri ya Tanzania, hasa kutokana na maandamano ya kihistoria kubwa yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, ambayo yaliweza kusababisha kugharimu maisha ya vijana wengi wa Gen Z waliokuwa wakiandamana kwa ajili ya kuomba Tanzania mpya iweze kupatikana. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kuimarisha demokrasia Afrika Mashariki. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kesi yake Mheshimiwa Lissu sio kesi ambayo inazidi kufuatiliwa na Watanzania pekee, bali mataifa hasa ya East Africa, hata dunia nzima yanazidi kufuatilia kesi hii yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ili waweze kujua ukweli kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwekwa gerezani. Sababu kubwa ama chanzo cha kuwekwa gerezani ilikuwa Mheshimiwa Tundu Lissu kukatazwa nafasi ya kuwania kiti cha urais. Hivyo basi, kama ni hivyo, kesi hiyo yote iliweza kuwa ni mambo ya kisiasa kuzima azma yake Mheshimiwa Lissu kuingia Ikulu kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania. Hii ni kutokana na kipindi hicho ama wakati huo alikuwa ashajizolea umaarufu kwa idadi kubwa, jambo ambalo lilionyesha wazi uoga mkubwa kutoka kwa viongozi wa CCM, kwani Mheshimiwa Lissu angeweza kuwania nafasi ya urais moja kwa moja leo hii, angeweza kuwa Ikulu akiongoza kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, kuna kulinda uhuru wa kisiasa. Sote tunafahamu kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuna mambo mengi ambayo hivi sasa angependa aweze kuyabadilisha, hasa uhuru wa kisiasa. Ndipo ambapo zoezi lingine litakaporatibiwa kikatiba la uchaguzi mkuu katika Jamhuri ya Tanzania isiweze kudaiwa ama kubainika kwamba yaliyojirejelea mwaka 2025 yataweza kujirejelea kwa mara nyingine. Hivyo basi angependa uhuru
wa kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, na hivi sasa iwapo Mheshimiwa Lissu ataweza kutoka ama kuachiwa huru kutokana na chama Chadema kupata afueni kubwa hasa kwa siasa yake Mheshimiwa Lissu pamoja na Mheshimiwa John Heche. Mtazamaji wangu, pia kuna kupunguza shinikizo la ndani la kisiasa. Gumzo nzito ambalo linazidi kuzungumziwa hivi sasa kila kona, kila katika mitandao ya kijamii ni kutokana na jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kutumia nguvu kupita kiasi mamlaka kukabidhiana na vyama vinyonge vya upinzani katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo Watanzania wengi hawajaweza kulifurahia kamwe. Vile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa ungependa kufuatilia maazimio ya UN kuhusu utawala bora katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7. Hivyo basi utawala bora hautaweza kuonekana iwapo uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 utaendelea kumshikilia Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani. Pia mtazamaji wangu, kuna kujibu malalamiko ya kisheria. Sote tunafahamu kwamba mawakili wake Mheshimiwa Lissu ambao aliweza kuwachagua wao yeye baada ya kukataa mawakili aliyokuwa ameweza kuletewa na uongozi wa serikali awamu ya 6 kwa wakati huo ambapo kuweza kuwa na njama fiche. Hivi sasa yote yanayozidi kuonekana ni ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu kesi yake inazidi kuelekea katika nafasi ya ushindi, tofauti kabisa na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa wakati huo walivyokuwa wakitarajia Mheshimiwa Lissu kupoteza, ila mawakili wake na Mheshimiwa Lissu binafsi wapo katika ushirikiano mwema. Mtazamaji wangu, pia kuna kuonyesha msukumo wa kidiplomasia hivi sasa kwa njia moja ama nyingine. Uongozi wa serikali awamu ya 6, serikali awamu ya 7 haitaweza kuonyesha kidiplomasia kwa njia moja ama nyingine iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu bado atakuwa yupo gerezani. Mtazamaji wangu, hatua hii inazidi kuonyesha na kuchangia pakubwa uhuru wake Mheshimiwa Lissu. Pia mtazamaji wangu, kuna kulinda taswira ya Tanzania kimataifa. Hivi sasa Tanzania inazidi kuzungumzwa katika mataifa yote duniani kutokana na kile ambacho Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kukifanya, ambapo wengi hawajaweza kufurahishwa nacho na hata kukubaliana nacho. Wangependa Mheshimiwa Lissu kuwa huru na hata angeweza kuwania nafasi ya urais. Pia mtazamaji wangu, kuna ishara ya mabadiliko ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Sote tunafahamu kwamba iwapo hakutakuwa na mabadiliko katika Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine, tukio ama maandamano yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kwa mara nyingine yataweza kushuhudiwa. Hivyo basi Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa wangependa kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu ili kuonyesha mabadiliko ya kisiasa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwako wewe kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.